aongee nawe. Hii ni saa yake, haya ni majira yake, huu ni muda wake. Roho Mtakatifu, asante. Tunatambua uwepo wako jioni ya leo, tunatambua uwepo wako katikati yetu. Tunajua uko hapa, tunajua upo katikati yetu. Tunakupa heshima unayostahili, na iwe maombi jioni ya leo. Litume neno lako lenye uzima, litume neno lako lenye uzima. Hii ni jioni ya pekee, hii ni jioni ya tofauti. Wewe umetupa neema hii Bwana, lifunue kusudi lako jioni ya leo, lifunue kusudi lako jioni ya leo, lifunue kusudi lako Bwana. Ruhusu mwagiko wa nguvu zako kupitia neno lako jioni hii, na ijulikane ya kwamba umetupa kibali jioni hii Bwana, katika jina la Yesu aliye hai. Tutembelee tena jioni ya leo, yaguse maisha yetu kwa upya. Wewe ndiwe Mungu wetu, wewe ndiwe Baba yetu, wewe ndiye tumaini letu, wewe ndiye mwalimu, wewe ndiye mwokozi wetu, wewe ndiye mkombozi wetu. Hii ni saa yako, hii ni saa yako, hii ni saa yako Bwana, hii ni saa yako. Litume neno, litume neno, litume neno, litume neno kwenye masomo hii, litume neno kwa watoto wako, katika jina la Yesu aliye hai. Zungumza nami Yesu, nipo tayari kusikia neno lako. Amen, amen. Naomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Kama kuna changamoto kubwa sasa, ni habari za ujazo wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Ndio maana sasa watu wanatafuta kununua mpaka upako, kwa sababu hii kitu imekuwa changamoto. Amen, amen. Mnanielewa watu wa Mungu? Ukijaa Roho Mtakatifu, hivyo visaidizi vyote vya kiroho ambavyo unaona watumishi wa Mungu tunaweza kuwa navyo na nini, wewe pia unaweza wa kuvitengeneza, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye master. Amen, watu wa Mungu. Imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Na kwa nini Mungu anatupa somo hili kipindi hiki? Manake kuna watu Mungu anataka wale waliokuwa wanazimia. Unajua maana ya kuzimia? Mtu anayezimia ni kama kuna vitu vimekufa. Mtu anayezimia ni kama anakufa kufa, yuko na hali mbaya ya kiroho. Maisha yao yarejeshewe uhai wa kiroho. Amen, amen. Wapokee nguvu mpya. Lakini jambo lingine, vitu vilivyozikwa au kufunikwa ndani yako vifunuliwe, vipawa na karama. Unanisikia nachosema? Nasema vipawa na nini? Na karama vifunuliwe. Wale wanaojifunza elimu shule ya vipawa watagundua Mungu alipoweka vipawa ndani yetu, kuna vipawa ambavyo vinatusaidia kueneza ufalme wake, lakini kuna vipawa aliweka ndani ili vitusaidie kuishi hapa duniani. Unanisikia nachosema? Kuna vipawa aliweka ndani ili vitusaidie kufanya nini? Kuishi hapa duniani. Kwa mfano, nasikia mtu ana kipawa cha uongozi. Kuna kiongozi aliyefundishwa akalelewa kuwa kiongozi, lakini kuna kiongozi aliyezaliwa na kipawa cha uongozi. Unasikia mtu ni mkulima, kuna mkulima aliyefundishwa, kwa sababu tunasema kuna lile jukumu la kijamii kwamba lazima kila mtu afanye kazi, alime. Lakini kuna mtu amezaliwa na kipawa cha kilimo. Ana uwezo wa kuijua ardhi bila kusoma kwenye madaftari, na akakuelezea sample za ardhi,
na akakuelezea namna inavyoweza kuzalisha. Na ukimuuliza umewezaje, anakuambia hata mimi nimejikuta tu najua. Anasema nimejikuta. Unaelewa kwa nini amejikuta? Kwa sababu ni uwezo ulio ndani, kipawa. Hasa vipawa vya namna hiyo Mungu aliviweka ndani ili vitusaidie kuishi, lakini adui asingependa kuona vinatumika ipasavyo ndani ya watu wa Mungu. Ndio maana moja ya watu ambao ukiwauliza masuala ya vipawa wanapata mkanganyiko mkubwa ni watu wa Mungu. Ukienda mtaani huko, watu wasiomcha Mungu, utaona asilimia kubwa wanagundua vipawa walivyo navyo. Utasikia mtu akikwambia mimi nina uwezo wa kufuga. Unaelewa anazungumza nini? Anazungumza kipawa, zawadi aliyozawadiwa na Mungu ndani yake, inaompa awe na uwezo fulani hapa duniani. Jina la Yesu libarikiwe. Ukienda kwa walokole ukiwaambia vipawa, anawaza kuimba tu. Sisemi kuimba sio kipawa. Ukimwambia kipawa, anawaza kufanya nini? Kuhubiri Injili. Nacho ni kipawa, lakini pia ni huduma, lakini pia ni karama. Hasa vipawa viko vya namna nyingi sana, na hata ukisoma kwenye Biblia utaona. Nilikuwa napitia Biblia siku moja, nikaona mpaka wafalme walivyotofautiana. Wafalme ambao Mungu alikuwa akiwaweka, utaona mmoja alikuwa na kipawa cha kilimo, mwingine unakuta alikuwa na kipawa cha utumishi. Yaani yeye sio mfanya biashara. Mfalme kama Daudi hajawahi kufanya biashara yule. Yeye alikuwa ni mtu mwenye kipawa cha utumishi ndani, mtu anayependa kuimba, lakini alikuwa ni mtu ambaye anapenda kumtumikia Mungu. Na ndio maana alikuwa anaweza kaenda madhabahuni bila kusubiria makuhani. Lakini ukija kama mfalme Uzia, alikuwa na kipawa cha kulima. Alikuwa analima sana mpaka akawa na mashamba ya umwagiliaji, mfalme Uzia, na akafanikiwa sana kwenye eneo la kulima, mpaka mashamba yake yaliitwa mashamba ya neema kwa sababu ya namna yalivyostawi. Lakini ukienda kwa wafalme wengine, utakuta mwingine alikuwa mfanya biashara. Haleluya, watu wa Mungu, mnanielewa watu wa Mungu? Sasa ukisoma vitu vya namna hiyo, unagundua kumbe Mungu alipotuleta duniani, ndani yetu amewekeza nini? Vipawa. Sasa vipawa hivi vingine huwezi wewe kuvijua. Unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu ili ukatibue kule ndani. Wakati kabla hujaingia kwenye tumbo la mama yako, wewe ulikuwa kwenye akili ya Mungu. Akakuwaza kwamba majira haya atatakiwa azaliwe mwanamke fulani, azaliwe mwanaume fulani. Akakudesign, akakukamilisha, akaweka kila kitu ndani yako, akakupa na utashi, akaweka na akili. Ulipozaliwa, mifumo iliyokupokea na mazingira yaliyokupokea yamezamisha kila kitu ambacho Mungu aliwekeza ndani yako. Nani anaweza kukifunua hicho? Roho Mtakatifu wa Mungu. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Kwa lugha nyingine, wewe ni mgodi wa Mungu unaotembea duniani, ambao bado haujatapika hazina yake. Fungua Biblia yako, andika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Alafu andika Wagalatia 3 mstari wa 2 mpaka wa 5 na ule wa 14. Naanza na Wagalatia 3 mstari wa 2 mpaka wa 5 na ule wa 14. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea Roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Mstari wa 4. Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure? Ikiwa ni bure kweli, basi yeye awapae roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Mstari wa 14. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho
kwa njia ya imani. Haleluya. Tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya nini? Maana yake imani itumike kama njia ya kupokea ahadi ya Roho. Haleluya. Paulo anazungumza na kanisa la Galatia, na lilikuwa limeingiliwa ili kanisa. Paulo alilihubiri injili ya neema na kuhesabiwa haki kwa imani, kupokea wokovu kwa imani. Wakaja Wayahudi, na unajua kati ya watu waliipinga huduma ya Paulo ni ndugu zake Wayahudi, na Wayahudi wengine walikuwa wameokoka lakini hawakuikubali huduma ya Paulo. Na kwa nini walipata shida kuipokea huduma yake? Kwa sababu mwanzoni, kabla hajaokoka, kabla hajampokea Yesu na kujaa Roho Mtakatifu, alikuwa mtesi wa kanisa. Alilitesa kanisa mpaka alifikia mahali pa kusimamia mauaji baada ya shahidi wa kwanza kuuawa, anaitwa Stefano. Paulo alikuwepo pale. Sasa Paulo alikuwa ni jitu linalotisha kwa kanisa. Jina lake likisikika, kanisa la Mungu alikuwa wanapata shida sana. Alikuwa mtesi wa kanisa. Baadaye akakutana na Yesu, akaokoka, akajaa Roho Mtakatifu. Mungu ameweka huduma ndani yake ya kuibeba injili kwa mataifa. Akaanza kuhubiri injili ya neema, anawahubiria mataifa wapate kumwamini Yesu Kristo. Makanisa yakachipuka kila mahali. Kanisa la Mungu likaanza kuongezeka kwa mataifa. Wayahudi ambao walitoka Yerusalemu, wasioipenda huduma ya Paulo, wakaanza kuzunguka kila mahali ambapo Paulo amepita. Wanajaribu kufuta injili yake, lakini wanajaribu kuwaeleza wale watu kwamba haiwezekani kuhesabiwa haki kwa imani pasipo kutimiza Torati. Mnawezaje kusema tumeokoka wakati hamjatailiwa? Torati inataka mtailiwe. Torati inataka 1, 2, 3. Wakapeleka injili za namna hiyo, makanisa yakapata shida, yakawa vipande vipande. Wako waliobaki wanaiamini injili ya Paulo, wako walioachana na injili ya Paulo na kuwasikiliza Wayahudi waliokuja baadaye, lakini wako waliosimama katikati, hawajui wasike kitu gani, wakabaki hawaelewi cha kufanya. Ndipo Paulo anawaandikia waraka kwa Galatia, na anapoandika waraka huu anaanza kwa kujielezea yeye, namna alivyoitwa na Mungu. Kwenye ile sura ya kwanza anaeleza namna alivyokutana na Mungu, maisha yake kabla ya wokovu na maisha yake baada ya wokovu. Na ukisoma kwenye sura ya kwanza utakutana na maneno mengine. Anaeleza, anasema kabla wakati huo mimi naliliuzi kanisa. Anasema kabla hajaokoka yeye aliliuzi kanisa. Na anaeleza, anasema mimi naliendelea sana katika mapokeo ya baba zetu na katika sheria kuliko wote walio sawa elimu yangu, walio umri kama wa kwangu, walio umri kama. Anapozungumza elimu, maana yake alikuwa anazungumza juu ya umri, walio na umri kama wa kwake, vijana waliokuwa na umri kama wa kwake. Yeye alikuwa mbobevu kwenye masuala ya sheria na kuishika Torati, na akaendelea sana kuyashika mapokeo. Anaeleza, anasema lakini muda ulipowadia Mungu aliamua kumfunua mwanae ndani yangu. Anasema nikaokolewa. Alafu anasema wito wake yeye hakufanya kikao na mwenye mwili, hakufanya kikao na wenye mwili. Maana yake Mungu alimwita moja kwa moja, na ndio sababu akaitwa mtume Paulo. Haleluya, watu wa Mungu. Anaelezea wito wake. Ukija sura ya 2 anaelezea wito wake ulivyothibitishwa.
Anasema wakati mmoja nilipokutana na watu wenye sifa ya kuwa nguzo, anamtaja Petro, Yohana na Yakobo. Anasema walipoiona neema iliyoko ndani yangu, wakanipa mkono wa shirika. Alafu akampa maelekezo kwamba uendelee kuhubiri, lakini usiwasahau na watu wenye mahitaji. Anaelezea Paulo. Kwa nini anaelezea vile? Lengo ni kulinda wito wake, kwamba msiwe na dauti juu ya kile nilichowahubiria. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Anasema sio tu kwamba niliitwa, lakini nilithibitishwa. Ukisikia watu wenye sifa ya kuwa nguzo, maana yake watu ambao sauti yao ikisema huyu ameokoka, hakuna mtu mwingine wa kusema hujaokoka. Watu waliokuwa na sifa ya kuwa nguzo, watu wakisema huyu ameitwa kuwa mtumishi, maana yake hakuna mtu mwingine wa kusema huyu hajaitwa kuwa mtumishi. Kwa kulikuwa na wazee hao watatu, Petro, Yakobo na Yohana. Haleluya, watu wa Mungu. Hasa Paulo anaanza kuwakemea kwenye sura ya 3. Sasa anawakemea. Ndio maana mstari wa kwanza sijakusomea. Anasema enyi wa Galatia, ni nani aliyowaloga? Ni nani waliowaroga? Tena bora hata hivyo nimetumia kauli nzuri. Yeye alisema enyi wa Galatia, msio na akili. Yaani nyinyi hamna, zimekwisha. Ni nani aliyewaloga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Naelewa anachozungumza. Injili tuliowahubiria ilimweka wazi Kristo mbele ya macho yenu ya kwamba Kristo ndiye aliyesulubiwa. Ni nani amewaloga ninyi msio na akili? Kwa lugha nyingine, manake mtu asiyekuwa na akili ni rahisi kulogeka. Jina la Yesu libarikiwe. Unanielewa anachosema? Bwana asifiwe. Ninyi msiokuwa na akili, ni nani aliyewaloga? Sasa asiyekuwa na akili ya nini? Akili ya kiroho. Ukikosa akili ya kiroho utaonewa hata mambo ambayo hakutakiwa kukuonea wewe. Amen, amen. Sasa pointi yangu ya msingi, angalia anavyoanza kumwelezea Roho Mtakatifu, imani juu ya Roho Mtakatifu. Anauliza, mlipokea roho kwa sheria? Huyu roho mlimpokea kwa sheria au kwa imani? Ile miujiza mlioona inatendeka kupitia Roho wa Mungu, je, ilitendeka, alitenda kwa sheria au kwa imani? Alafu anawaambia, baada ya kuanza katika roho, mnataka kumaliza katika mwili. Maana yake anazungumza nini? Alikuwa anazungumza juu ya msingi wa imani, namna ambavyo maisha ya muamini yanajengwa na imani katika Kristo Yesu. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Na ndio maana sasa anaonyesha, na ukiendelea pale mbele utaona anavyozungumza juu ya imani mpaka imani ya Ibrahim. Anasema na wale walio na imani ya Ibrahim hubarikiwa pamoja na Ibrahim. Lakini anazungumza pale chini mstari wa 14, baada ya kumaliza ile kwamba Kristo alipoangikwa alibeba laana ya Torati juu yake ili sisi tupate kukombolewa. Alafu anasema hivi, ili tupokee ahadi ya roho. Tupokee ahadi ya roho, lakini anazungumza kwa njia ya imani. Ili yule roho anayesema pale ameweka ara kubwa, ahadi ya roho. Maana yake roho yupi? Roho Mtakatifu. Tupokee ahadi ya Roho Mtakatifu, lakini kwa njia ya imani. Imani maana yake usipoamini sio rahisi kumpokea roho. Jina la Yesu libarikiwe. Roho tunampokea kwa imani. Haleluya, watu wa Mungu. Imani ndio inaofungua mlango wa kumpokea Roho Mtakatifu. Imani sio kwa hisia, kwa imani. Sio kwa hisia, kwa imani. Kwa imani. Imani iliyojengwa na neno la Mungu lililo hai. Sio imani iliyojengwa na hekima za kibinadamu. Paulo alitofautisha mpaka aina za imani kwenye Wakorinto. Anasema iko imani inayoweza kujengwa kwa hekima za wanadamu, kwa sababu imetokana na watu wenye uwezo wa kutengeneza maneno na kushawishi akili za watu.
Anasema imani ya namna hiyo inajengwa katika hekima za wanadamu. Anasema lakini mimi kuhubiri kwangu na kunena kwangu hakukuwa kwa hekima zenye kushawishi akili za watu. Anasema bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima za wanadamu, bali katika nguvu za Mungu aliye hai. Haleluya. Mwalimu, unaongea nini? Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 na 5 ndio unazungumza hizo habari. Kwa unagundua kuna imani inayojengwa katika hekima za wanadamu, lakini kuna imani inayojengwa katika nguvu za Mungu. Sasa imani inayojengwa katika nguvu za Mungu ndio inayomfungulia mlango Roho Mtakatifu kuingia ndani ya maisha ya watu. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kabla sija kusomea matendo, angalia Yohana 7:37 hadi 39. Yohana 7:37 hadi 39. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Haya ni maneno ya Yesu. Anasema kwa habari ya kupokea Roho, kwa habari ya kupokea mamito ya maji, mito ianze kutoka ndani yako. Haiji vivi. Anasema cha kwanza, yoyote aliye na kiu na ajwe anywe. Afu anasema cha pili, aniaminie mimi. Aniaminie, maana yake anazungumza imani. Haleluya, watu wa Mungu. Narudia tena, anasema anazungumza nini? Imani. Aniaminie mimi, kama maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai. Sio maji yaliyokufa, maji yaliyo hai. Haya sio maji ya kawaida. Mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Itatoka. Na anazungumza pale, alikuwa akinena habari za Roho, Roho Mtakatifu, ambaye waaminio walikuwa bado hawajampokea, kwa kuwa Yesu alikuwa hajatukuzwa. Maana yake nini? Alikuwa hajafa na kufufuka akapaa. Yesu alipokuwa katika mwili alikuwa ana uwezo wa kuingia ndani ya kina Petro, lakini baada ya kufa na kufufuka akapaa, ana uwezo wa kuingia ndani ya wanadamu kupitia Roho wake. Haleluya, watu wa Mungu. Ndio maana mtu akiokoka, Yesu anaingia ndani yake. Huyu anakaa ndani, Yesu anakaa ndani yake, na yeye anakaa ndani ya Yesu. Kwa nini ana uwezo wa kuingia ndani yako? Ni kwa njia ya Roho wake. Haleluya, watu wa Mungu. Ni kwa njia ya Roho wake ndiye anaingia ndani yako. Sasa asema hao waaminio, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani. Kwa nini mito ya maji yaliyo hai? Mito ya maji yaliyo hai ikitoka ndani, maana yake inaleta uhai. Uhai gani? Uhai wa kiroho. Inaleta maisha. Inaleta maisha. Maisha gani? Maisha yaliyo hai ya kiroho. Ndio maana unisikilize, kuzitwa umeokoka alafu hujajazwa Roho, utaishi maisha ambayo hayana tofauti na mpagani. Vinavyomshinda mpagani itakushinda na wewe, kwa sababu kinachofunua maisha ulioyapokea kutoka kwa Mungu ni Roho Mtakatifu. Haleluya, watu wa Mungu. Kinacholeta uhai wa maisha ya kiroho ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu asipokuwepo, huwezi kuwa hai kiroho. Huwezi kuwa hai kiroho. Ndio maana ujazo wa Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Kuhubiri bila Roho Mtakatifu ni kama kelele zilizokufa. Mnanisikia nachosema? Kuimba bila Roho Mtakatifu ni kelele zilizokufa. Kufanya biashara bila Roho Mtakatifu utawakimbia mpaka wachawi wanaojifunza uchawi leo, kwa sababu mambo haya ya duniani hayaendi bila ulimwengu wa roho. Mambo haya yanatokea rohoni alafu yanakuja duniani. Kwa watu wako busy, dunia imeingia rohoni. Rohoni, watu wanaingia rohoni kabla ya kufanya mambo yao mwilini. Wewe unasema tu mimi naenda kufungua duka. Kafungue duka bila Roho Mtakatifu uone. Shughuli yake sio ndogo. Unanisikia nachosema? Kwa sababu hapa duniani hakuna demokrasia. Ni ubabe.
na mbabe ndiye anaye sustain. Wewe nyong'onyea tuseme utaonewa huruma. Hakuna wakukonea huruma hapa duniani, hayupo. Wakukonea huruma ni mmoja tu, Mungu aliye hai. Ukimwona mtu anakuonea huruma, sio kwa sababu ameamua kukuonea huruma, ni kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yake, ameachilia huruma yake ndani yake ili kufikia wewe. Usilete mchezo. Ukisikia mtu anasema nimeguswa kukusaidia, chukua 200,000, sio yeye, ni Roho wa Mungu ndani, kwa sababu mwanadamu hawezi kukuonea huruma. Nakwambia, anayeoneaga huruma wanadamu ni mmoja tu, anaitwa Yesu Kristo. Dhambi ikiingia inaondoa maisha halisi ya Mungu ndani. Unapoteza huruma, unapoteza upendo, unapoteza kujali. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Haiwezekani mtu ajae roho alafu asiwe na huruma. Huwezi kujaa roho usiwe na upendo. Huwezi kujaa roho usiwe na uvumilivu. Kwa sababu ukijaa roho anayafuzaa matunda yake ndani yako. Unaanza kuyaishi maisha ya roho ndani. Ile ndio mito iliyo ya maji yaliyo hai. Ukimkosa roho unaweza kuwa mtumishi wa Mungu lakini katili. Amen, amen. Andika yafuatayo. Ujazo wa Roho Mtakatifu. Ujazo wa Roho Mtakatifu ni kazi ya Mungu ndani ya muamini au ndani ya mtoto wa Mungu, ambapo Roho Mtakatifu humjaza mtu nguvu, utakatifu, ujasiri na uongozi wa kiroho ili kuishi maisha yanayompendeza Mungu na kutumika katika kazi yake. Haleluya. Kwa utakatifu huwezi kuwa nao kwa kuomba tu, naomba niwe mtakatifu. Haiwezekani kuwa mtakatifu watu wa Mungu. Kuwa mtakatifu ni kazi ya Roho wa Mungu ndani ya mtu. Jaribu kujitafuta utakatifu kwa nguvu zako uone, mpaka ufike mahali ushindwe useme na salenda kwako, ndio Roho Mtakatifu anakubeba. Unanisikia anachosema? Huwezi kuwa mtakatifu kwa kujitahidi, ni ngumu sana kuliko unavyofikiri. Mimi nakueleza kweli, nakueleza kuna mambo unaweza kujaribu kwa nguvu zako ukashindwa. Mimi nakueleza. Nakumbukaga wakati fulani nikiwa nasoma shule, na hata wakati mwingine unaweza kukuta umekuwa hadi mtumishi, lakini kuna mambo yanakushinda na unagundua umepambana kwa nguvu zako, umeshindwa. Unajaribu kutafuta principle na kanuni, unasoma na vitabu mbalimbali, na wezaje kushinda hivi? Unashindwa mpaka uje ujue siri ya msaada wa Roho Mtakatifu. Bila kuijua siri kwenye hilo eneo hutakaa ushinde. Kuna dhambi huwezi kuishinda, ni mpaka Roho Mtakatifu aingilie kati. Ndio maana kuna mtu anahubiri na dhambi imemkalia. Kuna mtu anasali miaka nenda rudi na dhambi imemkalia. Anajaribu kwa jinsi ya nje anaonekana sawa tu, lakini kwa jinsi ya ndani amekufa, ameoza. Na unajua dhambi inavyoanza. Kwa nawafundisha mahali fulani watu, nikasema hizi tabia unazosikia zinageuka zinakuwa tabia sugu, zinakuwa makosa ya kujirudia rudia, huwa zinaanza kidogo kidogo. Inaanzia kwenye mawazo. Ukisha likubali lile wazo, ukaliacha lile wazo lizae asubiri lizae, likitunga tu mimba, likizaa linazaa dhambi. Kwa sababu lile wazo linaanza kidogo kidogo, baadaye linatengeneza tamaa. Likisha tengeneza tamaa, ile tamaa ikishatunga mimba inazaa dhambi. Dhambi ikikomaa inazaa mauti. Mauti ikishazaliwa inatawala maisha yako. Inatumia milango gani kutawala maisha yako? Hofu. Ndio maana unakuta mtu yote ambaye dhambi imekomaa tayari mauti inatembea kwenye maisha yake. Mauti ya kiroho na mauti ya vitu mbalimbali. Unashangaa kwa nini? Why? Kwa sababu dhambi ikishakomaa inazaa mauti, inaleta kifo, na kifo kibaya ni cha kiroho. Unapoteza mguso binafsi na Mungu. Muunganiko kati ya roho yako na Mungu vinapotea. Ndio maana unapoanza kufa, kifo kinaanzia mbali. Mawazo yanaingia,
Yakishaingia yanatunga mimba, yanazaa tamaa. Tamaa ikitunga mimba inazaa dhambi. Dhambi ikishakomaa inazaa mauti. Hasa mtu ambaye dhambi imezaa mauti, inamtawala ile dhambi. Mauti haiwezi kukaa kwenye maisha yako bila kuweka utawala wake. Kwa unaanza kutawaliwa na mauti. Na unapotawaliwa na mauti, unaelewa kinachotokea? Unapotawaliwa na mauti, maisha yako yanakufa. Unaanza kila ulichonacho ni fake. Mtu yote anayetawaliwa na mauti, hata akinunua gari, lile gari maisha yake ni fake, sio original. Kwa sababu hana furaha, hana amani. Mauti ikiingia inaondoaga furaha, inaondoa amani. Ndio unasikia mtu anaweza kaletewa kitimoto alafu anakula kama vile ni pilipili tu, haisikii utamu wake. Kwa nini? Mtu analala nyumba nzuri lakini hana amani, kwa sababu maisha yake yamewawa, yamekufa. Na yuko bingwa mmoja tu, master. Huyu anaitwa master, huyu anaitwa Bwana. Yeye ni Bwana wa ufufuo. Aliwahi kumfuata Yesu akiwa kabrini, amechakazwa mwili wake, akamuibua kutoka kabrini, akatoka na mwili mpya. Anakutoa kama vile ukuchakaa. Huyu anaitwa Roho wa Mungu aliye hai. Ndio maana anasema kwenye Warumi 8:11, ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Ukijazwa Roho Mtakatifu, hai unaanza kwenye maisha yao. Haleluya, haleluya. Unanisikia mtu wa Mungu? Kwa hiyo huwezi kushinda, huwezi kushinda. Ndio maana unataka utakatifu, ujazwe Roho. Hakuna ujazo, hakuna utakatifu. Kwa sababu mtu yote asiyejazwa Roho hawezi kuwa jasiri. Unanielewa? Hawezi kuwa jasiri. Unaelewa kwa nini watu walikuwa wakiokoka, anazungumza anasema, mimi nilikuwa jambazi, Yesu ameniokoa. Mimi nilikuwa muuni, mzinzi, nimelala na wanawake, nimefanya hivi, nimeiba, nimefanya. Unajiuliza, hii jamaa mbona jasiri? Linaeleza mambo yake mabaya hadharani. Unafikiri ule jasiri ni wa kwake? Sasa wa Roho. Asema Yesu ameniokoa, ameniponya, amenifanya kuwa mpya. Usifikiri ni wa kwake ule, ni Roho, kazi ya Roho wa Mungu ndani. Haleluya. Kwa ujazo wa Roho Mtakatifu ni kazi ya Mungu ndani ya muumini, ambapo Roho Mtakatifu humjaza mtu nguvu, utakatifu, ujasiri na uongozi wa kiroho, ili kuishi maisha yanayompendeza Mungu na kutumika katika kazi yake. Huwezi kumpendeza Mungu bila ujazo wa Roho Mtakatifu. Hebu nyanyua mikono yako juu, sema Roho Mtakatifu. Funika macho yako, sema Roho Mtakatifu, asante kwa jioni ya leo. Ninasalenda kwako, ninajiachilia kwako. Nisaidie Bwana kwenye semina hii, usinipite Bwana. Ninahitaji kukuona ukisababisha mito ya maji iliyo hai, yaliyo hai, yakibubujika ndani yangu. Ninatamani kuona unarejesha uhai wa kiroho ulio mkamilifu ndani yangu. Ninatamani kuona kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana dakika moja. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, asante Jehova kwa uaminifu wako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Peke yako tunalia. Neema yako itubebe, neema yako endelee kutufunika na kutuweka pamoja. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninamkabidhi mikononi mwako mtumishi wako. Bwana, mpe maono mengine kwa ajili ya siku ya kesho. Tusaidie Jehova kutembea katika imani ya kwako, kutembea katika neno lako. Asante Bwana kwa utukufu wa jina lako. Endelea kunena nasi, endelea kuzungumza nasi. Tunatamani tukuone kwa namna nyingine, tunatamani kesho ukajifunue kwa namna nyingine. Tunaachilia damu ya Yesu endelee kututakasa, endelee kutuweka pamoja. Tunajiachilia
wako wako, simama upande wetu we Bwana, hata tunapotawanyika mahali hapa. Yesu tuongoze, Yesu tubebe, Yesu tunyenyue tena, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sante kwa mamlaka yako, sante kwa nguvu zako. Neema yako yatutosha Bwana, neema yako yatosha sasa, neema yako yatosha sasa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jitukuze Mungu. Sante kwa ajili ya utumishi wako hawa, usiwaache wala kuwapungukia tena. Ninawakabidhi mikononi mwako Jehova, hata wanapotoka mahali hapa, ulinzi wako wa kimbingu uwafunike Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Watamie wabebe tena, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.